Sasa somo letu la leo tutaenda kuangalia jinsi imani ndogo inavyoweza kuletea matokeo makubwa. Unajua watu wengi huwa wanaamini kwamba mpaka uwe na imani kubwa ndipo unaweza kuona matokeo makubwa. Lakini nikwambie tu, imani ndogo ndio mwanzo wa kukupeleka kwenye imani kubwa ambayo itakuletea matokeo makubwa. Watu wote unaona wamefanikiwa au mambo yote ambayo umeona yamefanyika, yalianza kwa mtu ambaye aliamini kidogo, na kwenye kuamini huko kidogo akaanza kuchukua hatua, na hizo hatua ndo zikampelekea kwenye matokeo makubwa. Kwa hiyo leo tunaenda kujifunza siri za imani ndogo ambazo zinaweza kuletea matokeo makubwa katika maisha yako. Na sasa kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa maisha mengi hubadilika si kwa sababu mtu alikuwa na imani kubwa sana, bali kwa sababu alikuwa na imani ndogo tu ya kuanza. Imani ndogo ni ile sauti ya ndani inayokuambia naweza kujaribu hata kama huna uhakika kamili. Watu wengi husubiri kujiamini kwa 100% kabla ya kuanza, lakini ukweli ni kwamba mafanikio mengi huanza na imani ndogo sana. Imani hiyo ndogo ndio mbegu ya mabadiliko makubwa katika maisha yako. Unajua watu wengi waga wanaamini kwamba kila kitu ambacho unakifanya lazima uanze na imani kubwa sana, lakini imani ndogo ndio siri ya mafanikio yote, kwa sababu imani ndogo ndio inakushawishi wewe kuchukua hatua kubwa. Tuchukulie mti wa mbuyu. Unavyokuwa unaota unaonekana kama ni kamti kadogo, lakini baadaye unakuja kuwa mti mkubwa sana. Kwa unavyodharau kwamba huu mti ni mdogo kwa mwanzoni, baadaye unakuja kuona ni mti unakuja kuwa mkubwa sana. Hata mwanafunzi wa darasani leo anakuwa chekechea, lakini baada ya muda anafika mpaka chuo kikuu, kwa sababu imani ile kwamba siku moja nitakuja kufika chuo kikuu na mimi nitakuwa labda daktari, injinia, ile ndio inamfanya kuchukua hatua. Anaanza na chekechea, anakuja darasa la kwanza, la pili, mpaka anakuja kufika chuo kikuu na kuja kuwa mtaalamu wa mambo tofauti tofauti, aidha injinia, daktari au mwalimu. Kwa hiyo imani ndogo ambayo unaiona ni ya kawaida, hiyo ndio inakusaidia wewe kuchukua hatua. Na watu wengi wanaamini kwamba mpaka uwe na imani kubwa sana ndio uanze kuchukua hatua, lakini imani ndogo tu ambayo unaamini kwamba jambo hilo linawezekana, hiyo pia inaweza kukusaidia wewe kushinda vizuizi vyovyote ambavyo vinakutana na wewe katika maisha yako ya kila siku. Kwa imani ndogo ni siri ya mafanikio makubwa. Unapoanza kuamini kwamba hata kama ni kiwango kidogo, basi hivyo itakusaidia kuchukua hatua na baadaye utapata matokeo makubwa sana. Sasa imani ndogo hubadilisha namna unavyotafsiri hali. Badala ya kuona vizuizi, unaanza kuona uwezekano, na akili ya binadamu hufuata kile inachokiamini. Ukiamini kidogo kuwa unaweza, akili huanza kutafuta njia za kudhibitisha imani hiyo. Hapo ndipo safari ya matokeo makubwa huanza. Unajua sisi akili zetu, na hii ni siri kubwa ambayo watu wengi waga wanaipuuza, lakini ni kitu cha muhimu sana. Unavyoamini ndivyo akili yako inaanza kutafuta hilo jambo kulithibitisha. Ukiamini huwezi, na akili yako inatafuta sababu ya kudhibitisha kwamba huwezi. Lakini ukiamini unaweza, hata kama ni kwa kiwango kidogo, basi hivyo akili yako itaanza kutafuta sababu ya kudhibitisha unaweza. Nilikuwa nafuatilia historia ya mwanamuziki anaitwa Shakila. Alipokuwa anaimba kipindi yuko shule, mwalimu wake aliyekuwa anamfundisha muziki alimwambia una sauti mbaya, unaimba kama mbuzi. Hebu imagine mwalimu ambaye anakusimamia kwenye masuala ya muziki anakuambia kitu kama hicho. Binafsi inakukasha tamaa, lakini Shakila alikuwa anaamini. Japo huenda ilikuwa ni imani hata sio kubwa sana, kwa sababu kipindi hicho huwezi kusema kwamba alikuwa anaamini sana, kwa sababu alikuwa amekatishwa tamaa sana, na yeye mwenyewe alikuwa haamini kwamba atakuja kuwa msanii mkubwa. Usichukulie kwamba baadaye alikuja kuwa msanii mkubwa, kwa sababu unapokuwa unapambana, maana yake unakuwa na kaimani ambacho ni kidogo cha kukuambia kwamba endelea kufanya utafanikiwa. Kisha kila akaendelea kuimba mpaka leo ni msanii mkubwa sana duniani. Kwa imani ndogo ndio siri ambayo inakuletea wewe matokeo makubwa. Unavyoanza kuamini kwamba inawezekana, na akili yako inaanza kutafuta sababu ya kudhibitisha hilo jambo kuwa linawezekana. Ukisema haiwezekani, basi hilo jambo linakuwa haliwezekani, na akili yako inaanza kutafuta sababu ya kuihalalisha kwamba hilo jambo kweli haliwezekani. Mifano ya watu wengi sana, ukiangalia hata Thomas Edison ambaye ametengeneza hizi balbu ambazo tunazitumia sisi sasa hivi taa, alifanya majaribio 1000. Kwa hiyo angalia ndani yake kuona kitu kinamwambia kwamba endelea mpaka upate matokeo. Kwa hiyo kwa mtu mwingine
anaweza kusema bana, ishia hapo hapo, ile jambo haliwezekani, lakini kwa sababu yeye alikuwa na imani, hata kama ilikuwa kidogo, lakini ilimsukuma kuendelea kuchukua hatua kidogo kidogo, mpaka leo tunatumia balbu ambazo tunawashia mwanga. Kwa hiyo imani ndogo ndio msingi wa mafanikio makubwa. Watu wengi wanategemea kwamba mpaka uwe na imani kubwa, lakini imani hiyo ndogo ndio inakusaidia wewe kuchukua hatua. Hata vitabu vya dini kama Biblia inasema hata kama uko na punje ya haradali ya imani unaweza kuhamisha mlima. Mlima ni mambo yote ambayo yanakuzunguka katika maisha yako. Sasa punje ya haradali ni kitu kadogo sana, kitu kadogo sana, hata kama kulingana na mchanga ni kadogo sana. Na sasa imagine kitu kadogo kama kale, ndio Mungu amesema ukiwa napo hako unaweza kuhamisha mlima. Kwa hiyo hii inaonyesha nini? Kwamba imani ndogo ambayo unaidharau hiyo inaweza kukusaidia kuhamisha milima ya matatizo yako ambayo yanakusumbua. Kwa hiyo usisubiri mpaka uwe na imani kubwa sana. Hii imani ndogo ulionayo hiyo iamini na anza kuchukua hatua kuelekea katika mafanikio ya kwako, na utaona matokeo makubwa sana. Sasa imani ndogo husababisha hatua ndogo. Hatua ndogo zikifanywa mara kwa mara hujenga nidhamu, uzoefu na ujasiri. Mfano, mtu anayeamini kidogo kuwa anaweza kuboresha maisha yake ya kifedha huanza kuokoa kiasi kidogo cha fedha. Baada ya muda, hatua hiyo ndogo huleta mabadiliko makubwa. Unajua, imani ndogo, kwa mfano mtu anaamini mimi nitafanikiwa kimaisha, hata kama ana kazi ndogo, hata kama anachoma vitumbua, anaweza kusema labda mimi kila siku nitakuwa natunza 1000. Wewe unaweza kudharau kwamba 1000 ni ndogo, lakini 1000 kwa 30 ambayo ni mwezi mzima ana shilingi 30,000. Umeona? Kwa miezi miwili ana shilingi 60,000. Kwa baada ya miezi mitatu mwenzako atakuwa na shilingi 90,000. Miezi minne anakuwa na 120,000. Taratibu baada ya muda utashangaa anafika mpaka 1,000,000 na ananunua labda biashara zingine au anafungua duka kubwa. Unakuja unasema kwamba huyu bana alikuwa anatumia nguvu za giza au ameiba, lakini ukiangalia alianza na imani ndogo ya kuamini kwamba anaweza. Na imani ndogo ndio inakusaidia wewe kuchukua hatua, kwa sababu mpaka unachukua hatua maana kuna imani ambayo inakusukuma wewe kuchukua hatua. Hauhitaji imani kubwa sana ili uchukue hatua. Ni kile kitu ambacho wewe mwenyewe kinakusukuma kwamba ili jambo litawezekana. Hata kama ni kwa kiwango kidogo, utaendelea kuchukua hatua. Lakini kwa sababu unaamini, hata kama ukikutana na changamoto utaendelea kufanya kwa sababu unaamini hilo jambo litatokea. Na hatua ndogo ndo zinakutengenezea nidhamu. Nidhamu ni kufanya kitu hata pale unapojisikia kwamba hautaki kulifanya, lakini pia zinakutengenezea uzoefu na ujasiri. Unapokuwa unafanya jambo unalorudia linakutengenezea kuliamini na ujasiri, kwa sababu kadri unapozidi kufanya unajifunza mambo mengi kupitia jambo hilo, unakuwa mzoefu na unapata ujasiri. Kwa imani ndogo ambayo unaiona ya kawaida ndio inakusaidia wewe kuchukua hatua ambazo zinaweza kupeleka katika mafanikio. Ndio kama mtu anapojenga nyumba, anaanza na mawe, tofali, anainua msingi. Unapokuwa unaona pale katika hatua za mwanzo, mwenzako anakuwa na imani kwamba nyumba yake itakamilika. Unaweza kuona kwa hatua za mwanzo, unaweza kuona labda ni msingi tu au mawe yanakusanywa, lakini baada ya muda unakuja kushangaa jumba kubwa. Kwa huhitaji kuwa na imani kubwa sana. Imani hiyo ndogo ambayo unaiona ya kawaida ndio inaweza kukusaidia wewe kuchukua hatua na kupeleka katika mafanikio makubwa sana. Kuanza leo kuamini hata kidogo kwamba hili jambo nitaliweza, na anza kuchukua hatua kuelekea kwenye hayo mafanikio ambayo unahitaji kuyafikia. Sasa kwa nini watu wengi hupuuza imani ndogo? Unajua, watu wengi hudharau imani ndogo kwa sababu wanatarajia matokeo ya haraka. Jamii yetu imetufundisha kufikiria mambo makubwa mara moja bila kuheshimu mwanzo mdogo. Lakini ukweli ni kwamba hakuna mafanikio makubwa bila mwanzo mdogo unaoendeshwa na imani ndogo. Unajua jamii ambazo tunaishi nazo zimetufundisha kwamba mambo ambayo tunakutana nayo yametukadirisha kwamba mambo yote yanatokea kwa haraka. Kila kitu ni cha haraka. Na hii imetuharibu kwa sababu sasa hivi ukiangalia kuna fast food, kwamba chakula cha haraka unaenda tu unapikiwa unapata, au fast delivery. Kwa tumeshazoea kwamba hata mafanikio na yenyewe ni fast. Ndio maana unakuta mtu anasema how to success in one day. Hauwezi, kwa sababu hivyo kwa utakuwa umekiuka kanuni za Mungu, kwa sababu kanuni ya Mungu inahitaji nidhamu, inahitaji ujifunze na uchukue hatua. Sasa ukisuccess kwa siku moja hauwezi, kwa sababu lazima upitie kwenye sheria zile ambazo Mungu ameshaziweka ufanye kazi. Sasa huwezi kufanya kazi kwa siku moja tu ukapata mafanikio makubwa. Ni kweli unaweza kupata mafanikio kwa siku moja, lakini
baada ya kuchukua hatua za nyuma ambazo zimejirudia nyingi. Kwa siku moja hiyo ambayo nyuma ulikuwa unafanya hatua nyingi, ndio unaweza kupata mafanikio. Sio kwamba eti haujaanza siku yoyote, siku moja tu unaamka unapata mafanikio. Watu wote ambao unaona wamepata mafanikio walianza nyuma kufanya juhudi kubwa. Unapomwona Diamond Platnumz sasa hivi ni msanii mkubwa, nyuma alianza na nyimbo nyingi sana kama nenda kamwambie. Kuna nyimbo moja alianza nayo zamani kabisa, kuna nyimbo inaitwa Mbagala. Kwa nyimbo za zamani alikuwa anaweka juhudi sana, mpaka sasa hivi unaona kwamba anafanikiwa. Unaweza kusema labda aliamka tu mfanikiwa hivyo, lakini ameanza zamani sana kujituma na kuweka juhudi. Kwa hiyo jamii inatufundisha kwamba mafanikio ni haraka, lakini sio ukweli. Kila kitu kinahitaji process. Uwezi ukatoka darasa la kwanza ukaenda darasa la 7. Lazima uanzie la kwanza, uende la pili mpaka utafika darasa la 7. Uwezi ukaanza nyumba bila kujenga msingi, itaanguka tu. Kwa hiyo hatua ndogo hizo ambazo unaanza kuzichukua ndizo hizo zinakupelekea katika matokeo makubwa. Na watu wengi wanapuuza imani ndogo, kwa sababu imani ndogo inakupelekea kuchukua hatua ndogo ndogo, na hizo hatua ndogo ndogo unazozidharau ndizo zinakupelekea katika matokeo makubwa. Unapoangalia makampuni makubwa sana, kwa mfano nilikuwa nafuatilia kampuni ya KFC, mwanzilishi wake alianza kuwa anasambaza kuku kwa kuuza kwenye majumba. Sasa mwanzo ule mdogo, kwa sababu alikuwa anaamini kwamba siku moja atakuja kuwa na sehemu yake ya kuuzia kuku wazuri. Kwa ile imani ambayo ilikuwa inamsukuma kwamba siku moja atakuja kuwa na kibanda chake au sehemu maalum ya kuuzia kuku wake, ndio ilikuwa inamsukuma kwenda kusambaza kuku. Kwa mwanzo ule mdogo alipokuwa anaenda, watu walipokuwa wanapenda kuku wake, ndivyo ikampelekea kuja kufungua maduka ya sehemu ambayo watu wanaweza kupata kuku wake, na mpaka akaja akafungua sehemu za hadhi ya juu ambazo kila sasa hivi sehemu ya duniani kuna KFC. Ndio maana hata Tanzania hapa kuna KFC. Sehemu nyingi sana duniani amesambaza branch zake, lakini alianza kwa hatua ndogo ndogo, na ile imani ndogo ndio ilikuwa inamsukuma kuchukua hatua. Kwa hiyo usipuuze mwanzo mdogo. Imani hiyo ndogo unayoidharau ndio hiyo inaweza kuletea matokeo makubwa. Unapenda sana mfano wa mbegu. Mbegu unavyoiona ni ndogo, lakini unavyoipanda baadaye inakuja kuleta mti mkubwa sana ambao mwanzo ulikuwa unaona ni kambegu kadogo sana. Kwa hiyo mwanzo mdogo ndio unakupelekea katika hatua kubwa. Hata unavyoanza mazoezi, leo utaanza mazoezi kiasi, baada ya muda utakuja kushangaa unakuwa mzoefu zaidi. Kwa hiyo usipuuze mwanzo mdogo. Na watu wengi sasa, vijana wa sasa wanapenda sana mafanikio ya haraka. Hakuna mafanikio ya siku moja kwamba unaamka tu umefanikiwa. Ukimwona mtu kafanikiwa hivyo, maana yake alianza nyuma kujaribu mambo mbalimbali. Unapomwona Elon Musk sasa hivi ni tajiri mkubwa duniani, alianza zamani. Alianza kutengeneza Zip2, kuna muda alitengeneza magame. Nilikuwa nafuatilia historia yake, alitengeneza game akaliuza akapata hela mwanzo kabisa zamani. Kwa hatua kaina anajijenga mpaka sasa hivi ameshakuwa bilionea mkubwa duniani. Kwa hatua ndogo ndizo zinakuchukulia uwezo wa kuchukua hatua kubwa. Unapodharau imani ndogo na hatua ndogo, huwezi ukafika kwenye mambo makubwa. Hata unapoona 10,000 ilianza na 100, 200 mpaka ikafika 10,000. Kwenye 10,000 ukitoa 100 inabakia 9,900. Usidharau imani ndogo. Imani ndogo ndio inakusaidia wewe kuchukua hatua kubwa. Anza kuamini hata kama ni kidogo, usidharau. Hata kama unaamini kidogo tu, chukua hatua. Fanya kile kitu ambacho unakiogopa kwamba hichi kitu hakiwezi kuwezekana. Amini kwamba kinawezekana. Anza kuchukua hatua ndogo ndogo ambazo unaweza kuzifanya ili kufanikisha hilo jambo. Hata kama ni ndogo kabisa, wewe anza tu taratibu. Unavyomuona mwanafunzi wa chekechea, unaweza kusema huyu kweli atamaliza shule, lakini baada ya muda unakuja kushangaa kamaliza hadi chuo kikuu, lakini alianza kidogo kidogo. Na ile imani kwamba mimi ukija kumfuata mtoto wa chekechea, ukimweza nataka kuja kuwa nani, nakwambia nataka kuja kuwa rubani, kwa sababu anaamini, na ndio maana anachukua hatua. Kila siku anaenda shuleni, na baada ya muda kwa unakuja kumkuta anakuwa rubani au daktari. Kwa imani ndogo ndio msingi mkubwa sana ambao unaweza kusaidia kuchukua hatua, na hatua hizo ndogo zinaweza kukupelekea katika matokeo makubwa sana. Usipuuze imani ndogo. Imani ndogo ndio msingi wa kupelekea katika matokeo makubwa sana. Sasa jifunze kutumia siri ya imani ndogo. Hata kama kitu unakiona ni kidogo, kwamba ukikifanya kinaonekana labda cha kawaida, anza na hicho. Usidharau mwanzo mdogo. Unaoona wamefungua maduka, walianza na biashara za kuuza labda kwa kutembeza, mpaka baadaye akapata mtaji akafungua duka. Kwa hiyo lakini angedharau kwamba mimi sasa hivi sina mtaji, siwezi kuanza. Usidharau mwanzo mdogo. Usisubiri sana kujiamini ndipo uanze.
Kuna watu wengi wanapenda sana mpaka kila kitu kikamilike au mpaka apate mtaji akamilishe. Kuna watu walianza biashara bila hata mtaji, akaenda kwenye duka la mtu akamuomba kwamba atakuwa anatangaza biashara zake. Baada ya hapo akiuza na anapata faida. Baada ya kwenda hivyo na hivyo akapata na faida kubwa sana, na baadaye akafungua duka. Kuna kijana mmoja alikuwa anamfuatia sana katika mtandao wa Instagram, alikuwa na duka lake. Kulikuwa na jamaa mmoja alikuwa anauza viatu. Kwa hiyo anaenda pale akawa anamuomba wewe, anapiga picha, anatangaza hivyo viatu. Kwa hiyo baadaye alipokuwa anapata faida kubwa baada ya kuwauzia watu viatu na anapata faida, amefungua duka lake sasa hivi la viatu. Kwa hiyo usisubiri mpaka ukamilishe kila kitu, anza na pale ulipo. Ukisubiri kila kitu kamilike, rafiki yangu, huo muda hauwezi kufika. Watu wote unaoona wameanza matokeo makubwa walianza na matokeo madogo, ndio wakayaamini hayo na wakachukua hatua. Anza na pale ulipo, kwa kile ulichonacho. Ukiwa na imani ndogo, imani hiyo ikikutana na hatua na uvumilivu hujenga matokeo makubwa. Kumbuka, si ukubwa wa imani unaobadili maisha, bali ni uamuzi wa kuitumia imani hiyo. Pale unapoanza kuchukua hatua na kuamini kwamba unaweza kufanikiwa, na kuanza na hatua ndogo ndogo, ndizo zinaweza kupelekea kufanikiwa. Imani ndogo inayotumika leo ina nguvu kubwa kuliko imani kubwa inayosubiri kesho. Unaweza kuwa na imani kubwa, lakini kama uchukue hatua, unasema bana, mimi mpaka mambo yangu yakae sawa, huwezi kufanikiwa. Watu wengi ndio waliofanikiwa walianza na kuamini hata kama ni kidogo, na kwenye kuamini hivyo kidogo wakachukua hatua, ndio wakafanikiwa. Kwa hiyo ni kusii, kama utakuwa na swali lolote au kuna sehemu hujaelewa, naomba uniandikie katika comment section. Lakini pia kama unataka tuelezee jambo fulani, unaweza kwa comment pia.